Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Habari niwaambie ili kwa faida ya watazamaji, kwa faida ya ndugu zetu wa Tanzania. Katiba inasema hivi. Na ukishatafsiri katika vifungu vyote nilivyokusomea, utatoka na sentensi zifuatazo. CAG atakuwa kwenye nafasi au kiti kwa kipindi cha miaka 5 na kustahili nyongeza ya awamu nyingine, lakini mamlaka ya teuzi hailazimishi kumuongezea muda. Ni kweli yes, unaweza kuteuliwa na rais, lakini huwezi kulazimisha mamlaka ya teuzi kuongezea muda hata siku moja. Katiba haijamlazimisha rais kuongezea muda. Muda wa CAG uliopita uliisha rasmi vizuri kikatiba. Hivyo hakuna sababu ya yeye kuongea tu huko. Tunamsikia anatangatanga tu huko. Yeye ndio udai wake wa siasa huko. Sisi hatuwezi kuwa na muda naye. Lakini pia kuna swala lingine. Anaweza akaondoka hata kama yuko kwenye nafasi yake. Aidha umri wake unapokuwa umefikia wa kuondoka, au kuna kosa amelifanya. Sasa huyu anaondoka kipindi ambacho muda wake umeisha. Tatizo liko wapi? Iko wazi, nasema pale. Anapotumiza umri wa kuondoka ofisini, ataondoka hata kabla ya kumaliza muda wake, kipindi chake cha miaka 5. Sasa kama wewe leo hii CAG amemaliza muda wake na anaondoka, kuna tatizo gani? Wewe ndio mwanasheria peke yako Tanzania hii. Hatutapoteza muda naye. Afunge mdomo wake. Kama wamezidiwa sera na hoja na mipango na mikakati kwa sera bora na madhubuti za CCM, ni afadhali wakaunga mkono itireza serikali. Wananchi wataonea huruma, watapa kura ya huruma. Lakini sio kuendelea kupambana na kitu ambacho wananchi wanaona uhalisia wake. Na mimi niwaambie, wimbi la kupukutika na kufa kwa upinzani Tanzania linatokana na namna ambavyo wananchi wamekuwa na imani na Rais Magufuli na serikali ya 5. Si kitu kingine. Mwananchi kwa macho yake anashuhudia kwa mara ya kwanza eneo ambalo maji yalikuwa ni ndoto, maji yanapatikana. Mwananchi anashuhudia kwa mara ya kwanza alikuwa anapata shida ya ada ya mtoto wake, lakini leo mtoto wake anaenda shule bila buku. Mwananchi anashuhudia eneo ambalo walikuwa wanakufa kwa sababu ya kukosa ambulance, kwa sababu ya usafiri mbovu, lakini barabara ziko kila mahali, zahanati ziko kila kata. Mwananchi huyu akishaondoa kero yake, kwa nini asipende CCM? Kwa nini asimpende Mheshimiwa Rais? Kama wanatafuta mchawi, ni kwa nini wao vyama vyao vimepukutika? Ni kwa sababu moja, serikali ya Chama cha Mapinduzi inakiri haja za wananchi na matakwa yao, inatatua matatizo yao. Lakini pili, serikali ya Chama cha Mapinduzi, chama chake chenyewe na upatikanaji wa viongozi wanapatikana kwa demokrasia. Wao tuwaulize, uchaguzi maangusho wafanya lini? Mtu anakuwa mwenyekiti mpaka anaota mvi nyeupe, ndevu nyeupe, wanahitaji kupaka piko, lakini bado ngozi haifai kukunjua, bado ni wazee. Mtoto azaliwe, aoe au aolewe, mjukuu azaliwe, mjukuu aoe, bado mtu ni mwenyekiti. Alafu unasema demokrasia. Demokrasia ipi? Tunapenda kueleza ukweli, hawana uwezo wa kupambana na Chama cha Mapinduzi. Vyama ambavyo vinapatikana uchaguzi kwa uchaguzi unajifanisha na CCM. Wao wenyewe ndani ya vyama vyao hakuna demokrasia. Msajili anaofichia siri nyingi, lakini leo nawaambia kuna baadhi ya mambo yakiwekwa hadharani. Ni kwa sababu hatuwezi kusema tu hapa, lakini vitu vya hovyo kabisa. Wanachagua kwa misingi ya rushwa, mpaka rushwa ya ngono. Huwezi kupewa madaraka kama wewe na mahusiano yako na mwenyekiti sio mazuri. Sasa ni vyama hivi ndio unaofanya na Chama cha Mapinduzi. Chama kisafi kuanzia mwenyekiti wake mpaka mwenyekiti wa shina au tawi kule chini. Chama cha Mapinduzi kinaongozwa kwa katiba, sheria, demokrasia na vikao. Haamui mtu na familia yake na mkeo. Tuna vyama mpaka vya ukoo sasa hivi. Juzi mwenyekiti wa chama kimoja anasema hadharani kwamba sisi watu wa kaskazini tunaonewa. Anaonewa nani? Anaonewa yeye na familia yake. Asitupakazie doa watu wa kaskazini. Siasa zao za udini na ukanda ndizo zinazowaadhibu. Leo mtu anasema sisi kaskazini tumepuuzwa. Kaskazini ipi? Nchi yetu sisi tunajua ni moja, ni Tanzania.
Hatuna kaskazini wala kusini wala magharibi wala mashariki. Sisi tuna Tanzania. Hatuna Tanzania kaskazini wala Tanzania kusini. Tuna Tanzania moja. Washtugawa wameshindwa kuongoza vyama vyao, waende wakaanzishe SACCOS, waendelee na biashara. Siasa waiache, hawaiwezi. Nchi yetu inaongozwa kwa demokrasia. Sasa lakini pia ni wakumbusha waandishi wa habari, Tanzania kama taifa tuna mihimili mitatu. Tunayo executive, tunayo bunge pamoja na mahakama. Ni muhimu watu wote wakaelewa hili. Mihimili hii inafanya kazi kwa kujitegemea yenyewe, haiingiliani na inaheshimiana. Mtumishi yoyote akionekana kwamba anagonganisha mihimili, huyo hatufai. Tunataka watu ambao wanaheshimu katiba. Yenyewe imesema mihimili hii inajitegemea. Sasa leo unapoibuka tu from nowhere unataka kuchonganisha mihimili, sisi tunakushangaa. Huwezi kufanikiwa, mbinu zako haziwezi kufanikiwa. Viongozi wote waliopewa dhamana katika hii mihimili ni watu wenye busara, wenye weledi, wenye msimamo, wachapakazi na waadilifu. Na ndio maana mara zote wameendelea kuimarika na kusimamia haki na utawala bora. Tanzania tunajivunia kuwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ambayo kila mtu ana uhuru katika taifa lake wa kufanya chochote ili mradi asivunje sheria. Baada ya kusema hayo, mimi niendelee kuwashukuru. Sisi Umoja wa Vijana, kama nilivyosema hapo awali, tutaendelea kushirikiana na ninyi. Endeleeni kueneza mazuri ya serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo imefanya. Endeleeni kukosoa, endeleeni kukemea na kulaani vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani, kwa sababu taifa letu sisi tumejengwa katika misingi ya umoja na mshikamano. Baada ya kusema hayo, niseme Mwenyezi Mungu atubariki sote. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Serikali ya awamu ya 5 sio ya maneno, ya vitendo. Wanaopaswa kusema ni watu waliohudumiwa ambao ni wananchi wa Tanzania. Hauwezi kwa kila siku unabishana na kakundi ka wahuni waliokosa uzalendo, ambao kimsingi wametumwa na wale watumwa wanawajua dhamira yao. Tumejikita kwenye maendeleo. Tulipita kama vijana nchi nzima kukagua miradi ya maendeleo. Ni kazi yetu na kuangalia, je, kila halmashauri inazingatia ustawi wa jamii na maendeleo ya vijana katika eneo lao husika. Kutoka si kweli hicho unachosema wewe. Hatujakaa kimya, tunaendelea. Nadhani hilo limeeleweka. Lakini pia kulalamika kwamba kuna watu watendaji hawawapi haki katika kipindi hiki, si kweli. Huu ni uongo na ni uzushi mkubwa sana. Mtu kama haheshimu utawala wa sheria na katiba, basi atakutana tu atadhibitiwa. Lakini sisi hatuwezi kupokea, hatuwezi kuona jambo kama hilo. Analalamika, basi ujue ameenda nje ya misingi ambayo imewekwa. Na utaratibu unajulikana, imesema wazi. Wakasome. Katiba imeeleza wazi kabisa kuhusu serikali za mitaa. Ibara ile ya 145 na 146 iko wazi, inaeleza vizuri uwepo wa uchaguzi wa serikali za mtaa kuwapata watendaji wake. Kwa mimi si kweli hilo. Puuzeni. Masuala mengine ni mtu tu ananongwa, anataka kudhihirisha kama kuna jambo. Hakuna jambo. Ni uzushi. Lakini pia kuna swala la kuamini vijana. Mimi niseme tu wazi, wote mnafahamu Rais Magufuli ameingia madarakani. Sasa hivi kuna marasi vijana, kuna madisi vijana wengi, kuna kurugenzi vijana, kuna mawaziri vijana. Sasa mnataka afanye nini? Rais ameendelea kuamini vijana, na sisi tuna imani naye. Na mimi nawaambieni, katika hili tunampongeza rais kwa sababu ametambua nguvu kazi hii ni muhimu kwa taifa letu, na kila walipopewa hawaje kumwangusha mheshimiwa rais. Tunao mifano ya marasi wazuri bora kabisa, wanafanya vizuri kweli. Kwa hiyo sisi useme tu kwamba hili tunamwamini sana mheshimiwa rais katika kuamini vijana. Lakini pia umesema kuna kugawanyika katika vitu ambavyo waandishi mnapaswa kufanya ni kutokukubali kwamba tumegawanyika. Tanzania ina wananchi takriban milioni 60.
Vijana ni zaidi ya milioni 25 mpaka milioni 30. Unaposema tumegawanyika wapi? Kwa kakundi ka WhatsApp, kakundi ka Facebook, kakundi ka Twitter, kakundi ka Instagram, kalikoamua tu kukosa uzalendo. Hatuwezi hata siku moja. Vijana wengi unaowaona wamemuelewa Mheshimiwa Rais. Pita katika mitaa yote ya Kariakoo. Nenda katika majiji makubwa kaangalie ni vijana wangapi wanafanya shughuli za uzalishaji mali. Hao ndio target yetu sisi kama mmoja vijana, kuwatetea na kuhakikisha kwamba maslahi yao yanazingatiwa, wasinyanyaswe, wasibuguziwe. Ndio kazi yetu mmoja vijana. Lakini sio kujikita na vitu ambavyo havina hoja, havina msingi. Kakundi kadogo tu kanatumiwa basi, hatuwezi kukubali. Kwa katika hilo si kweli. Lakini ulisema kwamba katika taifa letu wamezuka tabia, mtu anazusha tu jambo, watu wanashabikia. Mimi niseme hivi, sisi lazima tuwaambie ukweli. Ziko taasisi kwa mfano ya urais, ni taasisi kubwa, haiwezi kuyumbishwa na jeshi. Hauwezi kama mtu credibility kwa sababu ya upuuzi wake au kutengeneza huko. Lazima muamini kwamba katika taifa letu sasa hivi yatasemwa mengi, lakini mnachopaswa kueneza kama waandishi wa habari ni yale ambayo yana ukweli. Hivi kama mtu ameongea uongo na mnafahamu ukweli, kwa nini muandike uongo huo? Alafu baadaye mje mtulie sisi mbona kuna uzushi? Hapana. Andikeni ukweli tu. Watu hao hawawezi kukosekana katika jamii, lakini vyombo vipo wanaomana navyo. Lakini umesema kwamba sasa hivi pamoja na mazuri yote ambayo serikali inafanya, bado wamizani wanalalamika. Wanalalamika kwa sababu hawana sera, hawana hoja tena. Hivi kama mtu toka aanze siasa ya upinzani, anazungumzia swala la rushwa katika awamu ya 5, unaona swala la rushwa tena? Si hoja tena. Lazima atafute hoja nyingine. Kwa hiyo wamefilisika kisera. Kama mtu alikuwa anasema kuna watumishi ambao si waadilifu, kuna mtumishi aliye mwadilifu katika awamu hii. Kuna watu ambao wanalalamika wananyanyaswa katika ofisi za umma. Kuna mtu ananyanyaswa katika serikali hii. Hawana hoja tena, watafute hoja nyingine. Mimi naomba niwape ushauri mdogo sana mzuri. Wajikite kwenye kuibua changamoto na fursa. Waishauri serikali. Wakishauri serikali itakapozingatia maoni yao, wananchi wataonea huruma, watawachagua. Lakini sio kwa kuamini kwenye fitina na nongo na mizengwe. Serikali haina tena. Rais Magufuli amejibu hoja zote. Wamepoteana, hawana sera, hawana cha kujibu tena. Ndio maana wanasema wamezidiwa ujanja. Alafu waandishi wa habari, hata kwenye mpira wa miguu, unapozidiwa mbinu lazima ukiri wazi. Mambo mengine yako wazi. Wewe unaendesha chama chako kama SACCOS, alafu unataka kuungana na CCM. Chama ambacho leo hii hata ungeenda mpaka kule vijijini kipo, unamkuta kiongozi wake akiwa anasikiliza wananchi wake. Na hicho anachosema wakati mwingine, naomba niondoe hofu. Chama cha Mapinduzi ndio chenye dhamana, ndio chenye ilani, ndio chenye serikali, ndicho kinachotekeleza. Ni wajibu wetu kwenda mstari wa mbele kukitetea. Ni wajibu wetu. Hivyo wao tuseme tu wazi, wameshazidiwa ujanja, watafute maarifa mengine. Lakini sisi tunaamini katika taifa letu ambalo linaamini katika misingi ya utawala bora, haki pamoja na utawala wa sheria. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.